Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo anaendelea kutupigania. Niukaribishe popote ulipo ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi hivi ambavyo vimekuwa vikinibariki binafsi. Baada ya hapo pia vinakubariki hata wewe ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi hivi. Siku ya leo wiki hii nzima tunaangalia funguo ya matumaini au funguo za matumaini. Kwa kila siku tutakuwa tunaangalia ufunguo mmoja katika maisha yetu ya uchamungu. Funguo za matumaini. Unajua mtu wa Mungu, katika maisha yetu ambayo tunayaishi, funguo ni kitu muhimu sana. Funguo ni kitu muhimu sana. Funguo ni kitu muhimu sana. Kupitia hizi funguo unaweza ukajua pia wapi ufungue na wapi usifungue. Funguo za matumaini. Niukaribishe ndugu mtazamaji na ndugu mfuatiliaji wa vipindi hivi. Siku ya leo tutaangalia funguo za matumaini katika maisha yetu tunapokuwa tukisafiri kuelekea mbinguni. Tunapokuwa tukisafiri katika dunia hii. Nikumbushe hivi, natazama na watu mbalimbali ambao wengine wanasafiri kuelekea mbinguni na wengine wanasafiri kuelekea duniani. Nikazia hapa, haijalishi unasafiri kuelekea wapi, funguo ni kitu muhimu sana. Lakini katika utafutaji tunapaswa kufahamu funguo za mafanikio. Lakini katika maisha ya uchamungu napaswa kufahamu funguo za mafanikio ili niweze kutoboa kiroho. Katika maisha yangu ya ndoa napaswa kufahamu funguo za ndoa. Funguo. Natazama na mtu ambaye ameshawahi kupoteza funguo akaharibu kufuli lake. Natazama na mtu ambaye ameshawahi kupoteza funguo akaharibu kufuli kwa sababu hakuweza kupata funguo. Niukaribishe katika mwendelezo wa masomo haya. Na nikukumbusha ya kwamba matumaini au tumaini ni msingi, ni matokeo, lakini msingi ni ahadi. Kama tumekuwa tukijifunza habari nzima ya ahadi, maombi pamoja na matumaini. Kitu ambacho nakazia hapa leo ni matumaini. Lakini nakazia kitu kinachofungua matumaini. Ni vitu muhimu sana ambacho tunapaswa kukielewa. Kwa sababu gani? Shetani leo amekuwa akileta vitu vingi ili kuvuruga matumaini. Baadhi ya vitu ambavyo vimekuwepo leo vimekuwa vikisumbua watu wengi katika dunia hii. Moja wapo ni hofu. Hofu ni kitu ambacho kimekuwa kikifunga matumaini. Kitu cha pili moja wapo ni kukata tamaa. Ni vitu ambavyo vimekuwa vikifunga matumaini ya watu walio wengi. Nikukumbusha ya kwamba ufunguo wa matumaini katika maisha yako ni kitu muhimu sana katika safari yako ya kiimani. Narudia tena, ufunguo wa matumaini hata wewe ambao unategemea nguvu fulani katika maisha yako, hata kama unategemea vitu fulani tofauti na Mungu, ni kitu muhimu sana kuwa na matumaini juu ya kitu ambacho unakifanya. Kwani mara ngapi tunakutana na watu walio wengi amekosa matumaini, na baada tu ya kukosa matumaini moja kwa moja mtu huyu anaazimia kuachana na mwendo. Baada tu ya kukosa matumaini na kuona kwamba kana kwamba yeye Mungu amemwacha, anaazimia kuachana. Mara ngapi kwa tunakutana hivi? Mara ngapi hata wewe unakosa matumaini juu ya jambo ambalo unalifanya? Na nikwambie kabisa ya kwamba hakuna adui mkubwa katika ulimwengu tunaoishi kama kukata tamaa na hofu. Hizi ndizo baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikivuruga matumaini ya watu walio wengi. Lakini nikukumbushe hivi, tunapokuwa tukiendelea kufuatilia masomo haya, ufunguo wa kwanza kabisa leo ni wewe mwenyewe kujitambua ya kwamba uko wapi, unaenda wapi, unapaswa uzungukie wapi. Baada ya hapo, neno la Mungu linasema nini juu yangu? Linasema nini juu ya kila ambacho nakifanya? Siwezi nikasema moja kwa moja fanya kitu fulani. Lakini baadhi ya vitu ambavyo nitazungumza ndivyo vitakavyokuwa msaada kwako na kwangu pia. Lakini kitu cha kwanza leo ondoka nacho hiki. Fahamu uko wapi. Fahamu nini unapaswa kukifungua. Fahamu kufuli lako ni lipi. Mungu akusaidie sana.